Mage vipi? Poa. Kwa poa. Mbona hivyo unapocha? Unataka kutoka? Ndio natoka. Mage, umeonana na Sandra? Nimeonana naye. Oh, picha kakuonyesha? Ndio kanionyesha. Ila wanaume hawa rafiki yangu. Mimi Sandra kanitumia picha nimeziona. Kumbe ni kweli na mwanamke mwingine. Yaani sijaamini kabisa macho yangu naona vile picha walivyopiga yale mapenzi mahaba kama yale. Wanaume kwa kweli. Sawa kuamini kabisa. Vile Mage alivyokuwa anampenda Mponji. Mponji kufanya vile kweli? Yaani mpaka mwili na roho vimechoka baada ya kuona zile picha. Unajua sana kunichezea mchezo Mchezo? Mchezo gani Mage? Kwani unacheza na akili yangu labda? Mage, mbona sikuelewi unacheza na akili yako kivipi? Safi. Najua tu ni mchezo ambao umeucheza. Yule dada sio kwamba ndo alikuwa anaenda kwa Mponji. Ila wewe ndo una mahusiano na Mponji. Mimi? Safi. Usinifanye mimi mtoto. Umeelewa? Najua kila kitu kinachoendelea. Umeelewa? Wewe ni rafiki yangu. Hivi unawezaje kunifanyia hivi? Kwa hiyo Sophie, ulikuwa unanizunguka. Siku zote natembea na wewe, nakula na wewe, kumbe unacheza na akili yangu. Mage, mimi sijafanya hivyo. Sijafanya hivyo kabisa. Kwa hiyo unakataa. Na kuhusu Damwana, ule mchezo wote uliochezeka ambao unachezesha ni wewe. Safi wa kunizunguka mimi. Nakwambia kila kitu kinachoendelea kwenye mahusiano yangu. Mage rafiki yangu, kwa kuwa umeshajua ukweli, acha tu nikwambie ukweli. Mimi na Mponji tulishakuwa na mahusiano kabla hata ya wewe. Na ndio maana nikawa nakwambia Mage, naomba unionyeshe nimfahamu huyo mpenzi wako. Ukawa hutaki kunionyesha. Mage, nilipokuja kujua kwamba Mponji ni mpenzi wako, na ndio maana nikaamua nikachonge dili na dada Mwana ili kuachanisha wewe na Mponji, kwa sababu mimi Mponji nampenda. Nikaona bora nifanye hivyo kabla wewe hatujafika mbali tukaja kukosana. Bora niongee na dada Mwana ili awachonganishe muachane, ili mimi niendelee na mpenzi wangu, kwa sababu mimi Mponji nampenda. Na isitoshe mimi ndo nimeanza kuwa naye kabla ya wewe. Mimi sipendi tugombane rafiki yangu. Sitaki kabisa tukwazane tukosane. Ndio maana nilifanya yote hayo. Sophie, hayo yote tunayoongea ni ya uongo. Na bado unaendeleza uongo. Kiukweli huwezi kuwa rafiki yangu. Na kama wewe ulianza mahusiano na Mponji, kwani usingeniambia? Kulikuwa kuna shida gani wewe kuniambia kwamba Mage mimi huyo ni mpenzi wangu? Na nakumbuka nilishawahi kukuonyesha picha. Sijawahi kukuonyesha picha Sophie? Sikia sasa. Mimi na wewe urafiki hauwezi kuendelea. Urafiki utaishia hapa leo. Sijui unanielewa? Kwa kuwa umetangaza vita na mimi, tutajua mshindi ni nani. Na kingine usichoke jua, Mponji alianza mahusiano na mimi kabla yako wewe. Taarifa ni moja tu, kwamba Mponji utamwacha. Utatuacha mimi na mpenzi wangu tuendelee, kwa sababu umetukuta. Dada, kama umeona kote kwa karibu mapenzi hakupo, ndo kwa mimi na Mponji. Hapa haitawezekana na haitakuja kutokea. Fanya uwezavyo, ila mimi na Mponji atuachane. Najua umenielewa. Hiyo vita iendeleze ni mwenyewe na iendeleza na wewe. Sitokuacha. Sophie, sina muda kugombana na wewe kwanza. Mwenye maamuzi wa haya yote
ni Mponji mwenyewe. Atachagua kubaki na Mage au kuendelea na Sophie. Umenielewa eh? Nadhani yeye ndo ataamua kila kitu. Sina mengi ya kuongea. Huyo naona anacheza na akili yangu. Sasa basi, mimi ndo Sophie mwenyewe, Sophie ambaye nimekamilika, wasijui kulemba mwandiko. Nitamuonyesha. Dasandra. Niambie udogo wangu. Fresh na kuona. Nikasema leo maajabu. Yaani Sandra ananipigia simu kwamba tuje tuongee. Kuna issue gani? Nimekuita ndio udogo wangu nikwambie. Hivi Mponji. Nakumbuka siku ulikuja hapa nikakuongelea mafumbo. Hivi linasoma kwa fumbo langu wewe. Sasa mimi nitaumiza kichwa mambo ambayo hayanihusu. Kwa sababu ile fumbo ulosema siku ile ulisema linanihusu. Na mimi alinihusu. Mimi hata sikupoteza muda kulifikiria. Wewe unatembea na Mage, unatembea na Sophie. Mage mbuzi, Sophie kondoo. Ndio nilikuwa namaanisha vile. Kwa nini kuniambia wewe hujui? Sijakuelewa Sandra. Yaani unamaanisha kwamba Mage na Sophie ni mtu na rafiki yake? Kwani hujui? Mage na Sophie ni mtu na rafiki yake. Tena urafiki wao sio wamekutana ukubwani tu, toka utotoni. Wamecheza pamoja, wamekuwa pamoja, wamesoma pamoja. Na mpaka familia zao zinafahamiana vizuri. Kakusanye tena data, lakini Mage na Sophie hawafahamiani. Ni watu tu wanakaa mtaa mmoja, lakini sio marafiki. Hiyo nakataa, never. Yaani hakuna kitu kama hicho. Haya sawa, wafahamiani. Kwa nini mimi nilikwambia unakula mbuzi na kondoo? Kwa nini siku ulivyokuja hapa nikaa nacheka nakupa mafumbo na kuambia Mponji, kwa nini unakula mbuzi na kondoo? Nilikuwa namaanisha Sophie na Mage. Maana wao ni marafiki wakubwa. Kwa nini wewe Mponji upite nao wote? Utembee na Mage, utembee na Sophie. Uone aibu ndugu yangu. Wewe hizo habari umezipata wapi? Mage mwenyewe kanitambulisha. Sawa. Tulikutana kanitambulisha, akamwambia Dasandra, huyu mimi rafiki yangu anaitwa Sophie, tena rafiki yangu mkubwa sana. Siri zake siri zangu, siri zangu siri zake. Namwamini. Tunaishi kama ndugu. Mage alikutambulisha kwa Sophie? Mage alinitambulisha kwa Sophie. Na akasema kwamba Sophie ni rafiki yake? Akaniambia Dasandra, umemwona huyu rafiki yangu anaitwa Sophie, ni rafiki yangu mkubwa toka utotoni. Tumekuwa pamoja, tumecheza pamoja, tumesoma pamoja. Na familia zetu wanatujua vizuri, yani zinajuana familia zao. Haya wewe leo kanikatalia, wewe ni nani? Kwa hiyo ndugu yangu unakula mtu na rafiki yake. Nikasema hata siwezi, lazima nitakwambia tu, siwezi kukaa nalo rohoni. Kwa Sophie na Mage ni marafiki tangu watoto wadogo. Tena wakubwa. Wamekuwa pamoja, wamecheza pamoja, wamesoma pamoja. Familia zao zinajuana vizuri. Familia ya Sophie ndio familia ya Mage, familia ya Mage ndio familia ya Sophie. Upo baba. Asa siku hapo unakuja mimi nakuongelesha nikazani mwenzangu na dimbili utanielewa. Hunielewi. Nimekaa nalo uvumilivu umenishinda kama kawaida yangu. Nikasema leo nakupasulia. Bwana mkubwa, kama ulikuwa ujui, unakula mtu na rafiki yake. Wewe Mponji wewe. Usitaki kuniambia kwamba wewe hujui chochote. Sijui. Yaani umenishangaza. Haujui? Sasa kubwa kuliko Sophie anamzunguka mwenzie. Si unanielewa? Sophie anamzunguka Mage. Sophie anakutaka wewe. Anafanya vimbwenga vyote ili mradi tu wewe akuchukue. Yaani yuko tayari kwa lolote. Sophie anakupenda vibaya mno. Kwa hiyo ndugu yangu, kama ulikuwa hujui, habari ndio nimekubwagia.
Magi, vipi? Hivi Mponje, unajikuta wewe nani labda? Nini? Yaani muonekano wako na matendo ambayo unanionyesha mimi ni vitu viwili tofauti. Nimefanya nini? Hujui ulichokifanya? Na hiyo rozari uloivaa, si uivue tu iweke huko ndani. Umevaa ya nini labda? Yaani wewe wakutembea na rafiki yangu Sophie? Mponje wako ni chiti mimi? Tumetoka kwenye mambo kama hayo. Tumesolve, tumekaa sawa. Linakuja tena lingine. Na tabia unaendeleza hizi za kupaniki. Una paniki nini tena? Umenichiti au hujanichiti? Sija kuchiti. Hujanichiti? Sophie ni rafiki yangu na ni mtu wa karibu sana kwenye maisha yangu. Umenielewa eh? Na kila kitu changu, siri zangu zote yeye anazijua. Wewe unaenda kutembea naye? Kabisa Mponje. Sasa Mage, hapo unalaumu nini? Kwa sababu kuna siku mimi nilikuwa nataka nikuulize kuhusiana na mdada. Kama unakumbuka pale nje ya geti lenu, lakini wewe ulinizuia. Mdada mwenyewe ndo alikuwa huyo Sophie. Acha kujitetea. Yaani ukiwa una makosa kila siku ni kujitetea. Unachojitetea nini? Safi unamjua humjui? Sophie namjua. Na kuuliza, Sophie unamjua au humjui? Sophie namjua. Na humu ndani, aishai kuingia au hajawahi kuingia? Alishawahi. Hamjai kukutana kimapenzi nyinyi? Hapana. Anaingia humu ndani kama nani yako? Na kuuliza, anaingia humu ndani kama nani yako? Anaingiaje humu ndani mwanamke mwingine tofauti na mimi? Hafu nakataa, tujafanya mapenzi. Kwa humu ndani anaingia kufanya nini? Mnaingia kucheza kwaya humo? Mnaimba kwaya humo ndani? Hivi Mponje una nini? Kwa kugombana na mimi kidogo tu umeshindwa kuvumilia wewe mwanaume? Mage, nisikilize basi nijielezee, kwa sababu wewe unakomalia sijui kuingiza huyu mwanamke ndani. Ungenisikiliza, yani wewe tatizo lako ukishamhukumu mtu, wewe unatoa tu hukumu moja kwa moja. Nisikilize na mimi nijielezee. Nikusikilize nini labda? Hili ninalokuambia ni la kweli au sio la kweli? Hapa nakuhukumu. Umefanya au hujafanya? Ndio, nakubali kwamba aliingia ndani. Basi nisikilize kwamba sasa kwani kuingia mtu ndani ndio nini? Unakumbuka nilivyokuja kwako nilikuuliza nini? Unakumbuka nilikuuliza nini? Mage, tukae tuongee. Sio tukae tuongee. Nilikuuliza ulivyogombana na mimi, ulishai kuingia kwenye mahusiano na mwanamke mwingine? Ulinijibuje? Nilikujibu hapana, na ndio ukweli. Kwa Sophie ni nani yako labda? Sophie ni rafiki yangu tu. Rafiki yako kivipi? Rafiki yako anaingia hadi humo ndani? Mnashinda wote, mnakaa wote, mnakaa mnakisiana. Unafikiri mimi sijui? Unafikiri sijui Mponje? Najua kila kitu kinachoendelea. Sijui unanielewa? Kila kitu, hakuna cha kunificha hata kimoja. Yaani Mponje, nilikuwa nakuheshimu sana. Sijai kufikiri kama una tabia za ajabu kama hizo. Umenihuzunisha sana kiukweli. Rafiki yangu? Unanichanganya mimi na rafiki yangu? Mage. Hata hivyo kosa ni la Mage vile vile. Kama Mage siku ile mimi angenisikiliza kuhusiana na mdada nilokutana naye karibia na nyumbani kwao, ambaye ndio Sophie, haya yote yasingefika huko. Ila Sophie saruti, hata kama ananiumiza, lakini sawa, ngoja nilale nile kipolo nipumzike. Sandra. Aise, asante Sandra. Zapa bwana. Poa. Aise, una ndizi nzuri. Uzioni au? Naona umejaza mzigo sasa hivi.
Sasa ninaomba nitamwagiza mtoto baadaye umpe ndizi za shilingi 3000. Wacha kabisa tu hela. Haina shida. Alafu wewe mwenye nyumba. Nimepata habari zako. Taarifa gani tena? Yaani unawapangia wapangaji wako wanawake wa kuishi nao. Taarifa hizo kakupa nani? Kwani siku ulikuwa unaongea pale, sikupo unaongea kwa sauti kubwa. Hadi majirani wengine wote wamezisikia. Na ndo hao wakaja kuniambia. Ile siku kuna binti moja bwana anaitwa Sophie. Sophie? Sasa akaja kunipa kazi yake moja, ananiambia kuna kijana wangu Mponji, si unamjua? Anasema mzee, mimi nina hela, kwa hiyo ninakuomba Mponji asiingize mwanamke mwingine ndani ya nyumba. Ninataka niingie mimi mwenyewe, kwa hiyo uweke. Yule binti nilimshangaa sana, lakini kwa sababu ya sasampa katanguliza hela, nikasema acha nizifukie kwanza. Kweli nikazifukia. Alafu nakutana naye tena, ananiambia baba mwenye nyumba, kazi yangu niliyokupa au hujaifanikisha sijui nini. Nikamwambia wewe mtoto wewe, tena ukome na ukomae, usije ukarudia tena. Yaani umepita kote. Yaani wazee wa mitaani uliyemuona kwamba anaweza akakusaidia kwenye jambo la kipumbavu kama hilo ni mimi. Nikamwambia usije ukanifunjia heshima tena. Hela yangu nikamwambia tena ishia hapo. Mimi nikawa nimeondoka. Basi yule Sophie yule hatakopa, yani si nitumie lugha gani? Si tuko na shida gani yule dada? Hivi unajua mimi namjua vizuri sana. I say, kumbe Sophie unamfahamu? Mimi Sophie namfahamu vizuri sana. I say. Alafu yule Sophie amemchukua Mponji ambaye ni bwana wa shoga yake Mage. Kumbe binti ndo alivyo mchafu hivyo Yaani amefanya mambo mengi hapa kati, nikisema ni kwa DC atumalizi leo. Yaani mambo yake yote machafu mimi ninayo. Na ninamjua vizuri sana. Yaani yule dada ana tabia chafu sana. Dada gengeni. Karibu. Aise, mimi naona hudumia wateja, tuachane na yote, lakini usisahau. Sawa. Mtoto tamwagiza achukue ndizi nzuri, mchagulie nzuri bwana. Poa. Karibu ndugu wangu. Asante. Mponji vipi? Sasa sijui niseme wewe ni jasiri au ni mtu wa namna gani? Hivi unajua kwa uliyofanya wewe, nilitakiwa mimi ndo nikutafute wewe mpaka nyumbani kwenu na kadhalika. Lakini cha ajabu wewe mwenyewe unajileta. Uogopi? Mponji, nzi kufia kwenye kidonda so uzembe. Nikupenda kwa sababu ya mapenzi yangu kwako, niko tayari kufanya chochote. Hivi Sophie, yaani unajua nina hasira mpaka imepitiliza. Yaani nina hasira na wewe mpaka imepitiliza. Yaani hapa nimesimama tu basi. Hivi Sophie, zinachaji kweli wewe akilini mwako? Yaani uko sawa sawa kweli? Wewe ni chizi? Mponji, mimi sio chizi. Wala sijawahi pelekwa Milembe. Sijawahi okota makopo jalalani. Mimi na akili zangu timamu. Na maisha yangu nayaendesha mwenyewe. Nafanya kazi, naendesha maisha yangu. Kwa nina akili zangu zote na zimetimia. Ila kwa sababu ya upendo wangu kwako, umeamua kunitoa utu wangu na kuniita mimi chizi. Sawa, nashukuru. Mponji, kati yangu mimi na Mage, nani unahisi anakupenda sana?
Sijui, wewe ndo unajua. Mimi ndo nakupenda sana. Mimi sijawahi kukutukana wala kukuvunjia heshima hata siku moja. Lakini Mage amekugombeza mara ngapi? Amekukaripia mara ngapi? Mimi sijawahi fanya hicho kitu kwako. Mponje, unaweza kujifunza kumpenda mtu. Sio kwamba kila alikopo kwenye ndoa walioana wakiwa wanapendana. Hapana. Wengine wameoana, upendo umekuja ndani ya ndoa na wanaishi vizuri na upendo wao umekuwa ni mzuri. Mponje, kwani wewe ulikuwa hujui kama zamani watu walikuwa wakichaguliwa wachumba na wakaishi nao na wakawapenda? Aya Sophie, nashukuru nimekuelewa. Unaweza ukaenda. Nimefurahi kusikia hivyo. Katika siku zote leo umeniambia maneno mazuri sana. Nimefurahi sana. Bye.